Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Mengi baada ya kauli ya juzi ya Trump kuwa Marekani wanakusudia kuiongoza Venezuela. Wakati huo tunaona ndani ya Venezuela mahakama kuu jana ikaidhinisha na kiapo kikafanyika cha Delcy Rodriguez, ambaye yeye alikuwa na vyeo viwili. Alikuwa ni makamu wa rais, lakini alikuwa ni waziri wa mafuta wa nchi hiyo ya Venezuela. Sasa amekula kiapo kuwa raisi wa mpito, huku Venezuela ikisisitiza kuwa Maduro arejeshwe na Maduro ni rais. Kuna kitu ambacho sasa hapa nilikizungumza kwenye mazungumzo ya juzi mwishoni, kuwa Trump anataka kuiongoza Venezuela. Tunawaza ataiongoza kwa staili gani, hali ya kuwa Amerika hawapo, futi zao hazipo ndani ya Venezuela. Hayo ndio maswali, kuwa ataiongoza katika staili gani. Jana nimemsikia Marco Rubio anasema kuwa hatuingii, ila tutaendeleza kufanya embargo ya meli zote za mafuta ambazo zinaingia na kutoka. Unajua uzalishaji sasa hivi wa Venezuela umeshuka, umeenda mpaka karibu zero. Mafuta pekee ambayo Venezuela yatatoka ni mafuta ambayo yalikuwa kwenye reserve, sio mafuta ambayo yanazalishwa, kwa sababu makampuni yamesimamisha uzalishaji kabisa, kwa sababu kuna malighafi ambazo zilitakiwa zivuke kuingia Venezuela, ambazo kuna wakati Urusi alikuwa akiwapa, hazijafika kwa ajili ya zinazochanganywa na mafuta kwa ajili kupata ile crude oil au kupata mafuta yenyewe ambayo yanakuwa refinal. Kwa hiyo kuna kemikali ambazo huwa zinachanganywa kwenye mafuta, hawajaweza kuzipata. Na uzalishaji wa Venezuela ambao ulikuwa kabla ya mzingiro wa Marekani ilikuwa ni pipa kama 1,000,000 wanazalisha 1.1, wakashusha mpaka ikafika kwenye 700,000. Mpaka hii juzi wanasitisha kabisa uzalishaji, walikuwa wakizalisha pipa 500,000. Washirika wa Marekani wanaomuunga Marekani wanaounga Marekani mkono na wanaoshabikia sana kuanguka kwa utawala wa bwana Maduro, na wao limewashangaza la Marekani kusema kuwa Marekani sasa watairan Venezuela. Wale ambao walitaka kuamini kuwa Marekani wanasema kuhusu sisi tuko hapa kwa ajili ya kuokoa watu wa Venezuela, imekuwa tofauti. Hata wale wapinzani ambao tulikuwa tunategemea ndio wameandaliwa huenda wakachukua nafasi, wanaonekana hawana nafasi mbele ya Trump. Baadhi ya vyombo vya habari vya Marekani, alikuwa akiongea na The Atlantic na nadhani Trump akaambiwa kuwa kwa nini Maria Machado asichukue nafasi ya rais. Anasema hana mvuto kwa watu wa Venezuela. Nikakumbuka tu kuwa Machado ndio alichukua tuzo ya Nobel badala ya Trump ambaye alikuwa akifukuzia kwa kasi zaidi. Sidhani kama Trump anataka kumpandisha kwa vyovyote vile. Machado hawezi kumpandisha kwa namna yoyote. Sasa nimemsikia rais sasa wa mpito wa Venezuela anasema kuwa hatuko tayari kuachia nchi yetu kuwa koloni la nchi nyingine. Kauli ambayo imetolewa na mawaziri, kauli ambayo imetolewa na serikali. Yani in short likuwa serikali ya Venezuela iliyokuwa ya Maduro still ina run Venezuela. Yani serikali ya Venezuela ya Maduro bado inaiendesha Venezuela. Sasa ili Amerika aweze kutimiza hilo, manake ametoa onyo kwa Delcy Rodriguez kuwa tunakuonya na wewe unaweza likakukuta baya. Ili Marekani waweze kutimiza ya kwao, sasa Marekani inabidi aingie kwa vita Venezuela, kwa sababu serikali ya Venezuela ya Maduro imegoma kujisalimisha, hawajasalimu amri.
yani wamegoma kushuka. Sasa Marekani athibitishe, lakini katika hili bado lina nafasi ya kuclear mistake. Yani kuna nafasi ya kuclear mistake kwa washirika, mfano China, Urusi wana nafasi ya pili kuthibitisha kuwa wao wako na Venezuela. Nilikuwa nikisikia baadhi ya wachambuzi ambao nawajua wanasema kuwa hakuna mikataba inayotaka hizi nchi ziweze kuingilia kama ilivyo mikataba labda ya NATO kifungu cha 5 au mikataba ya washirika ambao kuwa hii nchi ikivamiwa huyu anaweza akaingia. Utetezi huo. Lakini kipindi chote tuliaminishwa kuwa Venezuela nao watetezi, lakini mara hii wanasema kuwa hawezi kuingilia. Uhalali gani wa Marekani kuivamia Venezuela? Kwa nini hakuna uhalali kwa Urusi au China kuilinda Venezuela? Hali ya kuwa Marekani naye kavuka mstari, anakutembea nje ya reli. Na huyu mwingine akija, wanasema kuwa hakuna sheria inayoturuhusu kwa sisi kwenda kuilinda Venezuela. Yote ni hofu ya kukabiliana na Marekani ambaye kadhamiria. Jibu ni hilo, kuwa wanahofia, wameficha mbawa zao kwa sababu hawataki kukabiliana moja kwa moja na Marekani. Hilo ndio jibu. Lakini hakuna kusema kuwa eti kwa sababu Armenia alikuwa na mkataba huo wa kiusalama kabisa kuwa nikiguswa utaingia. Urusi hakuingia. Kwa sababu nini? Armenia alikuwa anapigana na Azerbaijan. Azerbaijan alisaidiwa na Uturuki, Azerbaijan alisaidiwa na Israeli. Je, Urusi hakutaka kukabiliana moja kwa moja na washirika wake wa upande wa pili? Yes. Jibu ndio hilo. Akaamua kuitoa kafara Armenia. Utetezi, Armenia, Urusi alimtaka Armenia atoke kwenye ardhi ambayo sio yake. Urusi anachukua nini? Armenia anachukua nini? Kile kinachofanyika Ukraine na kile kina tofauti gani? Unajua, niliwahi kuambia kitu kimoja kuwa huu ulimwengu ulitoka, kuna kipindi kama ukawa umefunikwa blanket la kuaminisha kuwa tumetoka kutoka kwenye zama za zisizozingatia haki na utu. Ukisoma historia na tawala nyingi zilizokuwepo zamani za Kiroma, tawala za Uingereza, tawala za Kijerumani, sijui tawala za Kihispaniola, tawala za Kinani, tawala za Ottoman, tawala nyingi ambazo zimepita za kina Genghis Khan, tawala sijui za kina wengi waliopita, zilikuwa ni tawala ambazo yani wewe ili uwe mkubwa, uwe mtawala, hakuwa inajalisha kuwa wewe unaweza kulinda sheria ipi kwa wakati gani. Ilikuwa una ukubwa wa jeshi kiasi gani, yani una ushawishi kiasi gani, yani una nguvu kiasi gani kutaka. Yani mtu alikuwa anaamua tu kuwa Burundi yangu, anaamua tu kuwa Malawi yangu, kuwa kama sisi hapa tunaona hivi, kwani hapa tunaweza kuwatoa tu pale tukate mipaka yetu, unaenda unawavamia, unakata, inakuwa eneo lako. Ndio nchi zilivyokuwa zinakuwa, yani kuwa ilikuwa ni tawala zisizoheshimu sheria, zisizoheshimu ustaarabu, zisizoheshimu yani zisizoheshimu chochote. Wanavuka wanakwenda upande wa pili. Sasa hapa katikati tukafika kipindi ambacho kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa ile miaka ya 40s. Kutoka pale tukawekewa sheria ambazo zikatulazimisha na kuamini kuwa ulimwengu umestaarabika. Kutoka kwenye ulimwengu wa kuishi kama wanyama, wa uporaji, mauaji, kuvuka mipaka na nini, ulimwengu umetoka huko, umekuja kwenye ustaarabu. Tukachoreana mipaka, tukasema kuwa kuvuka mpaka huu na huu ni kosa, na mpaka leo nchi nyingi zimeendelea kuheshimu hayo mamlaka ya kuwa huu mpaka hapa haipaswi kuvuka, kwa sababu unakuwa umekiuka sheria na utakuwa umeivunjia haki nchi nyingine. Tukawa tumelazimishwa kuishi kwenye huo mfumo ambao tumekuwa tukiuelewa kama hivyo. Lakini miaka ya karibuni huu ustaarabu umeondoka. Watu wanavuka mpaka kwenda mpaka nchi nyingine, anakata, analazimisha hii nchi inakuwa ni nchi nyingine. Tumeona uungwaji mkono, tuliona Morocco alichukua Sahara, hao magharibi wakaunga mkono kitu kama hicho. Tumeona uporaji wa ardhi wa Israeli ambao unaungwa mkono kwa kiwango kikubwa sana. Tumeona uporaji wa ardhi wa Urusi kwa Ukraine ambao unalaniwa upande mmoja, upande wa pili unaungwa mkono. Lakini tunaona uporaji wa ardhi ambapo Marekani anakuambia baada ya Venezuela sasa tunakwenda Greenland, ugomvi na Denmark mpya unaibuka. Anasema hatuichukui kwa sababu ya mineral, yani kwa sisi tunavyo
Trump huyo anasema kuwa sisi tuna migodi mingi, yani sisi tuna mineral za kutosha, hatuwezi kwenda kuchukua Greenland kwa sababu tunataka mineral, sisi tunazo za kutosha, sisi tunachukua kwa sababu ya usalama, tukikaa Greenland tunamtazama China, tunamtazama Urusi. Ndio kauli ya Trump. Lakini tujiulize kuwa mbona Marekani ana mafuta ya kutosha, ana mafuta mengi sana kwa nini Marekani anakwenda kuchukua mafuta ya Venezuela na kutaka kuyanania? Sasa nimesema kuna fursa ambayo hawa China, Urusi wanaweza kuthibitisha kuwa wao wanaunga mkono au wao ni wanatakiwa waendelee kuaminika na washirika wao kuwa kumbe wanaweza wakatulinda. Lakini vinginevyo waachane na washirika wengine kuwa msiwaingize mkenge nchi kuwa nyinyi mna uwezo wa kuwalinda dhidi ya ulimwengu wa magharibi. Msiwaingize huo mkenge kama watashindwa kwenda kuilinda Venezuela, kwa sababu Venezuela aliyoondoka ni Maduro na mkewe yule Cecilia ndio wamechukuliwa na Amerika, lakini hakuna kilichobadilika ndani ya Venezuela. Kila kitu kipo. Uturuki wakati haya madola mengine yakiwemo Urusi, Amerika na madola mengine Ufaransa, Imarati, sijui na nani, walikuwa wanakwenda kuangusha utawala wa serikali ya Libya. Uturuki akajua kabisa kuwa mimi naenda kupoteza mshirika. Naenda kupoteza mshirika wa kikanda, mshirika wa Mediterranean, naenda kumpoteza. Uturuki walichofanya, wakaiswitch serikali ya Libya, leta ombi maalum la uingiliaji kati sisi. Kwa hiyo Libya wakaomba Uturuki bunge likaidhinisha kikosi kwenda kuilinda serikali ya JNA. Wakaenda kuilinda serikali. Mpaka leo serikali ya Libya haijadondoka upande wa kule Tripoli ambayo inaongozwa na Abdelhamid Dbeibeh mpaka leo. Na juzi bunge la Uturuki likaidhinisha miaka 2 mingine ya vikosi vya Uturuki kuendelea kubaki Libya kuilinda serikali. Sasa naposema kuwa ni wakati na ni fursa ya kile ambacho kinaendelea kati ya lawama zinazopelekwa upande wa mashariki, wao kuthibitisha uungwaji mkono wa Venezuela kwa sababu mshirika wao mkubwa Venezuela, wanayefanya naye biashara zaidi Venezuela, na watawala waliopo Venezuela ni wale ambao wamekuwa wakishirikiana nao. Sasa wanapaswa waende kuilinda Venezuela kwa sababu Marekani hajaingia Venezuela. Sasa wakamdhibiti kuwa hapa uingii na tutalinda kwa nchi. Watu watatoa sababu, Urusi anapigana vita huko Ukraine. Vita moja hiyo yuko Ukraine. Hawezi tena kwenda vita ya pili. Bado tuendelee kuamini ni mkubwa kiwango gani? Au tuamini kuwa huyu ni wa kawaida? Au tuseme Uchina anapigana vita wapi? Sasa yeye hana zamu ya kwenda kuilinda? Utaona hakuna. Nadharia kuwa wameamua kugawana. Huyu atachukua Taiwan, huyu atachukua Ukraine. No, kuna kitu fulani kiko hivi. Uamuzi wa Trump ambao unaungwa mkono na ulimwengu wa magharibi. Licha ya kuwa ulimwengu wa magharibi unapinga uamuzi wa Marekani kulinda kuiongoza Venezuela, lakini unaunga mkono kuhusu kuondolewa utawala. Ulimwengu wa magharibi unaunga mkono, lakini wanaparurana na wao kwenye kuwa nani ataenda kuiongoza Venezuela. No. Kwa nini huyu aende akaiongoza? Kwani Venezuela sio nchi, yani kuwa hakuna watu? Venezuela ina watu milioni 30. Okay, tunaweza kusema kuwa ni eneo lenye uhamaji mkubwa sana wa watu. Unajua kati ya Venezuela 5, mmoja amehama. Yani kuna Venezuela zaidi ya milioni 8 wamekimbia ile nchi, hawapo, wanaishi nje. It's okay. Unaweza kusema kuwa kuna uhamaji mkubwa zaidi wa watu, lakini hauwezi kuamini kuwa, unajua kitu kimoja ambacho Marekani anachoshangaza ni kuwa anastaka yeye ndio aongoze Venezuela. Kwa nini uiongoze Venezuela wewe? Kama nani? Yani kwa uamuzi upi kwa wewe, hali ya kuwa Venezuela ina watu na mfumo haujaporomoka? Kwa sababu serikali ya Venezuela haijaporomoka. Kama ilikuwa ni sera kuhusu Maduro hayupo, kwa nini wengine hawaruhusiwi kuongoza? Kuwa lazima Marekani aje aongoze? Kwa kweli kwenye hili ujambazi wa ulimwengu umedhihirika pabaya kabisa, kwa sababu leo hii Marekani anaimba wimbo wa mafuta Venezuela. China, Irani wanataka mafuta, sisi tutaongoza. Yani imetoka mada ya madawa za kulevya ambayo ndio iliaminishwa sasa, na imedhihiri wazi kabisa kuwa walichokuwa wanakitaka Venezuela ni mafuta, kwa sababu ndio wanachokiimba. Lakini kinachokera ni kile ambacho ulimwengu unashangaa, kwa sababu haya yalianza na Trump. Kwa hii tabia alianzisha kwenye vifungu 20 vile vya Gaza. Alivyoanzisha ule mpango mpya ambao ulisainiwa, katika ule mpango wa kuwa Marekani itaiongoza
Gaza kwa sababu kuna reserve kubwa ya gesi. Ni wizi ule ule, lakini vifungu vile viliungwa mkono, si tu kwa viliungwa mkono na wazungu, hata na Warabu. Hata ikapelekwa kwenye baraza na hao Urusi na China walikaa pembeni, hawakupiga hata veto, hawakuzuia chochote. Wakaacha ule mpango ukapita, ambao kuwa ni mpango wa kuonyesha kuwa Marekani ataikalia Gaza na Marekani ndio ataweka uongozi wake, Trump atateua nani. Yani ukoloni unarudi kwa njia nyingine. Hapo ilionekana ni sahihi. Kwa sababu nini? Wale ni watu wa Gaza, hao wale ni wa Palestina, kuwa hawana haki. Sasa mchezo ule ule, unajua nadharia inasema kuwa simba ambaye anakula binadamu, yani simba ambaye ameshaonja ladha ya nyama ya binadamu, nadharia huuliwa, sio huachwa, kwa sababu ataendelea, atahisi ile nyama. Wanasema nyama ya binadamu ina chumvi ukilinganisha na nyama za wanyama wengine ambao simba anakula. Kwa hiyo akionja nyama ya binadamu ni nzuri, inamvutia kwake, atakula. Sasa nadharia inasema kuwa simba akisha onja kula nyama ya binadamu kawaida huwawa, sio aachwe. Marekani alishajaribu kule Palestina, akaona utamu wake. Sasa anataka kuwafanyia na wengine. Ndio hicho ambacho kinaendelea kuwa Venezuela kuwa iko hivyo. Sasa ndani ya Marekani kuna mgawanyiko umetokea. Wabunge wanahoji uhalali wa Marekani kwenda kufanya hilo walilolifanya. Maseneta wa Demokrati wanahoji, lakini Trump anajitetea, anasema badala mnisifie nilichokifanya, msinge hoji hilo kuhusu nini. Sasa no, tunahoji kwa sababu operation yoyote inayohusu kutoka nchi kwenda nchi ulitakiwa idhinishwe. Anasema kama tungeuleta mpango uidhinishwe na bunge, manake ni mpango ungevuja. Sasa kama ungevuja, manake tungeuharibu. Unadhihirika na double standard na ulaghai wa Marekani at the same. Wakati Marekani wanazungumza na Irani kuhusu mazungumzo ya nyuklia, Marekani alikuwa anapanga mipango na Israeli ya kuivamia Iran, na akaja akalithibitisha hilo. Maduro siku moja kabla ya uvamizi, kabla hajakutana na wale maafisa wa China, siku moja anazungumza na vyombo vya habari tena kwa kusifia kuwa alinipigia rais, akaniita rais na mimi nikamuita rais. Anazungumza Trump, tukazungumza kiungwana. Yani Maduro alichokuwa anazungumza kama vile kuwa tayari ile imekwisha, tumeshapigiana simu na tumekubaliana kuwa kama Marekani nataka kuja kufanya uwekezaji hapa, waje makampuni yao na nini, tuzungumze, lakini tunaweza tukamaliza. Jinsi Maduro alivyokuwa anazungumza, yani yote ilikuwa ni kumleta kwenye trap. Yani walikuwa wanauleta mtego, kuwa tunamleta kwenye mtego. Mnakumbuka niliwahi kuhadithia kifo cha Hassan Nasrallah, jinsi alivyouawa. Nasrallah alikuwa hajulikani alipo, lakini nini kilifanyika? Mchezo ulichezwa vile vile through America to Israeli. Akapigiwa simu waziri wa ulinzi wa Lebanon, akaambiwa kuwa waambie Hizbullah tunataka tufanye usitishaji wa vita. Kwa hiyo waziri ikabidi aanze kutafuta watu wa karibu wa Hassan Nasrallah ili apate mazungumzo ya Hassan Nasrallah, kuwa Nasrallah yuko wapi. Sasa wao wakaanza kumfuatilia yule waziri anavyo zile simu zake zile. Kwa hiyo wakagundua kabisa Hassan Nasrallah anapatikana wapi na yuko wapi, na ikaandaliwa ambush, kwa sababu wakati anauawa Nasrallah tayari mezani kuna ajenda ya kusitisha mapigano kati ya Hassan Nasrallah. Rahby Digital, haki na ukweli.